Salama kabisa. Basi nitakuwa na mambo kadhaa kwa haraka ambayo yamejili, lakini habari ambayo ni kubwa kwa sasa hivi, labda kuanza nayo tu kwa sababu wanasema hizi ni zile tunaweza tukasema developing story. Uko Vatican ni kwamba moshi mweupe umeonekana, na kwa maana nyingine hii inaashiria kwamba Pope ameshajulikana ni nani na atatoka sio muda mrefu kwenye balcony. Sasa sijajua kwa Kiswahili tunaweza kusemaje, lakini naweza kusema tuje tu baraza, tuseme tu baraza. Kibaraza. Kibaraza, okay. Anatokea kwenye kibaraza hapo juu, atazungumza maneno kadhaa. Atakuwa nadhani tayari wameshazungumza vazi linatokana na nani, ni fashion gani imetumika, nani amelitengeneza, lakini hawajasema ni vazi la aina gani ambalo atatoka nalo kwa mara ya kwanza. Jana moshi mweusi ulitoka, ina maana walishindwa kumpata Pope, na kwa sasa tuna uhakika kwamba hilo limeshafanyika. Kikubwa ni kwamba kwa mara ya kwanza inaonekana vijana wamehudhuria kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya kuangalia au kushuhudia ni nani ambaye anachaguliwa kuwa Pope kwa mara nyingine katika hili kanisa Katoliki. Wengi wanasema yawezekana vijana wanajitafuta kiroho, wana mambo mengi ambayo kiasi fulani wanatumaini kwa Pope ambaye atateuliwa, ya kwamba yatawapa kwa namna nyingine mwelekeo tofauti, kwa sababu ni kiongozi ambaye anatumaini kwamba anaweza akapelekea mwelekeo fulani dunia kutokana na ushawishi wake alionao. Baadhi waliohojiwa, breaking news, ni Robert Francis Prevost kutoka Marekani amechukua jina ya Pope Leo wa 14. Haya, endelea. Nitakusukumia hiyo tweet. Okay, asante sana. Sababu kama nilivyosema, hii ni habari ambayo ukiacha inaweza ikakuacha, ina develop sana. Kwa hivyo hiyo ni habari njema, na nadhani kwa watu wa Roman Catholic mtakuwa na furaha, kwa sababu huyu ni kiongozi wenu wa dini, na kiasi fulani kanisa litakuwa limepita hiyo hatua ambayo ni ngumu kwa kiasi fulani kubadilisha hawa viongozi wa ni kihistoria, na huyu anaweza kakaa walau maisha ya mtu unaweza kushuhudia chaguzi moja au mbili. So hili nadhani limekwisha na limekamilika. Lakini India na Pakistan kuna mgogoro ambao niliusema wiki iliyopita kutokana na shambulizi ambalo lilitokea upande wa Kashmir. India wakishutumu kwamba Pakistan ni sehemu ambayo inafuga magaidi wengi, na ikiwa mpaka na vituo vya kutengeneza vilipuzi na mabomu ya kujitoa muhanga. Katika eneo la Kashmir, tukio lilofanyika, watu karibu 25 walipoteza maisha, na kulikuwa na mgogoro mkubwa. Upande wa Pakistan walikuwa wakikataa, upande wa India wakiwashutumu, lakini kilichotokea ni kwamba India imeishambulia Pakistan, na wameshambulia kwa kutumia ndege, lakini mfumo uliotumika ni kwamba hawakuvuka anga au mpaka wa kutoka upande wao. Kwa hiyo ndege zile zilirusha mabomu, lakini zikiwa ndani ya anga la India. Maeneo 9 yameshambuliwa, na dunia kidogo imeinuka. Mataifa yote makubwa yameshatoa kauli kutokana na shambulio hilo lilofanyika. Tukumbuke kwamba India ni moja ya mataifa ambayo uchumi wake unakuwa kuelekea kwenda kuvuka China kwenye upande wa manufacturing. Miaka kadhaa inayokuja dunia inategemea kwamba itakuwa na vitu vingi sana made from India kwa namna yote ile, na kuliko sasa hivi ambavyo vitu vingi tunasema made in China na kadhalika. Sasa ni vita ambayo ina wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya dunia namna ilivyo, lakini vita nyingine ipo inaendelea, hii ambayo ni ya Ukraine pamoja na Russia. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa umezungumza, Japan imezungumza, Marekani Rais Trump amezungumza na amesema anashangaa kwa nini hawa watu wanakuwa wanapigana kwa karne nyingi, japo anakosolewa kwamba hakuna ugomvi wa karne nyingi kati ya haya mataifa
mawili. Mataifa mengi yameonya kwamba mataifa haya yote mawili yasiendelee na aina yote ya ugomvi au vita, ikome na mazungumzo ndio yafanyike, kwa sababu kama hii vita itatokea basi kutakuwa makubwa ya G55 ukimtoa Mbowe mwenyewe ambaye amejificha kwa nyuma, yameibuka, na kwa mara hii nyingine Kigaila naye aliibuka pale akazungumza mambo kadha wa kadha. Moja ya swala ambalo wengi wamelibariki ni kwamba wamehama chama, hawajasema wanaenda wapi, na hii ndio ishara kubwa ya udalali pia, kwa sababu wakati mwingine katika wakati huu ambao ni siasa ya mchaka uchaguzi na mambo fulani yanaendelea sasa hivi, nchi imechemka, uwezi ukaanza kusema sijui nimetoka lakini nasikilizia kidogo. Yani ni kama unabipu, unabembeleza, unadanganyia. Mbaya zaidi kuna wengine wameshaonekana kwenye majengo ya CCM. Sasa hatutoataja kwa sababu na wenyewe tukiwashtua wanaweza wakaanza kupatia. Kwa hivyo tutawaacha kama walivyo, lakini wanasema kwamba wanaenda pamoja, lakini baadhi ya wenzao wameonekana Rumumba, wamejadili baadhi ya dili hapo Rumumba. Kauli yao ni kwamba hawaendi CCM kwa sababu sio chama ambao ni chaguo. Hila kama nilivyosema, mnaweza mkasikia mmoja huyo kama dili yake itakwenda vizuri, basi mtaona kuna mkutano hapo Makara Taita au katibu mkuu, na mtasikia moja wa kurugenzi wa Chadema amekimbilia huko CCM. Sasa kikubwa ni kwamba kuna mambo mengi yametokea, lakini pia kuna masuala mengi ya uadilifu kutokana na hiki kikundi, na inaacha maswali mengi sana wakati wakiwa viongozi ni mambo gani walioyafanya. Akaunti ya Chadema ambayo imeibiwa imefanya live stream ya tukio lao, na kikubwa kimekuwa na malalamiko kwamba hawa watu wameondoka na vitu vya chama, wameiba hata akaunti tu ya social media. Yani swala la integrity, unajua unapotaka kuwa mwanasiasa na unaongoza watu lazima kuna uadilifu fulani lazima uweke, au kuna haya lazima uwe nayo, lakini hawa watu wanaonekana wameondoka na akaunti ya chama, na akaunti hiyo ina stream mambo yao ikiwa na logo za Chadema. Kwa hivyo kuna uragai mkubwa kwenye hili kundi. Tutaendelea kuyachambua kwa kadri yanavyokuja, lakini walau huko wanakoenda nako kuwe na tahadhari, kwa sababu wao ni kama vidokozi. Ina maana wakitaka kuondoka wanadokoa kila kitu na wanakimbia nacho. Swala la Mdude linakuwa na mambo mengi. Kuna wanaotuambia kwamba wamemaliza Mdude, kuna wanaotuambia Mdude yuko Mbeya, kuna wanaotuambia kwamba Mdude yuko Dar es Salaam. Sasa walau taarifa ya mara ya mwisho iliyopatikana inasema kwamba Mdude yuko Dar es Salaam katika hospitali ya usalama wa taifa Mzena, anatibiwa jicho ambalo limepigwa vibaya, yawezekana lisiweze kuwa jicho salama tena, na amevunjwa mguu. Kwa hivyo taarifa hizo ndio walau tulizoweza kuzipata mara ya mwisho, na gari ambalo liliweza kumtoa Mdude huko alikokuwa mpaka kwenda hapo kwenye hiyo hospitali. Na walau taarifa hii inaweza ikawa inatoa tumaini hilo la uhai, kwa sababu kama labda walimpiga tu jicho, na wengi wakiwa wanaamini kwamba walikuwa wamempasua kichwani, kwa hivyo ingekuwa ni ngumu sana yeye kuendelea kuishi. Taarifa zinaendelea kusema kwamba Samia Suluhu anahusika moja kwa moja na ofisi yake. Kuna watu wanahusika moja kwa moja na swala la Mdude au mateso anayoyapitia Mdude. TLS wamefanya kikao kongamano, mambo mengi yamezungumzwa hapo, lakini walau mambo ya msingi wameelezea kuhusiana na uchaguzi, lakini wameelezea kuhusiana na tume huru. Wamesema tume huru haiwezi tu kuwa jina, ni michakato, ni sheria, ni vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vimekusanywa kwa pamoja ili walau iweze kuwa tume huru. Na mifano ya tume huru ipo, yani kama duniani hapa ukiwauliza wataalamu wa kisiasa au wataalamu wa mambo ya demokrasia na wataalamu wa chaguzi watakueleza kwamba tume huru kanuni zake na misingi yake itakuwa 1, 2, 3. Na hicho ndicho wameelezea kanuni na taratibu au sifa za tume yetu. Haiwezi kuitwa tume huru kutokana na mapungufu mengi, ikiwemo wana CCM kuingizwa kwenye tume kuwa mikononi mwa mtu ambaye ni rais, lakini pia tume kuwa na watumishi ambao wanatokana na chama cha CCM, yani mfumo huu wa CCM ambapo
mtu akichaguliwa kuingizwa serikalini kwamba ni mtumishi wa umma afu akipachikwa sehemu kufanya vitu, inaonekana kama hawi tena CCM, na ni mfumo ambao umetumika kwa muda mrefu na umeshashtukiwa. Kwa hivyo hiyo nayo inaondoa uhalisia wa tume huru. Uchaguzi huru ni masuala mengine wamejadili, na ni mjadala mpana, ni mjadala mzuri kufuatilia. Kwa maana nyingine wameitisha lazima tuwe walau na mabadiliko ya sheria ambayo yanaweza kupelekea uchaguzi ukawa na huru na haki. Ila kwa mazingira ya sasa hivi tulivyo, hakuna tume huru na wala hatuwezi kupata uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Samia Suluhu amezungumza kuhusiana na mambo ya vyombo vya habari. Wakati mwingine huyu bibi anasema bichura kwa yeye anavyojiita, kichura kiziwi, kwa kweli kuna shida kidogo. Amezungumzia swala la uandishi wa habari. Ikulu imejaa watu wenye taaluma mbalimbali, wakiwemo watu ambao wana taaluma ya uandishi wa habari, na tunatambua kwamba hotuba ya rais walau kuna watu wanaitupia jicho na wanakuwa kama ni wasomi, tunaweza tukasema hivyo. Anasema mwandishi wa habari anatakiwa kuchagua habari za kizalendo anatakiwa aziandike, habari ambazo sio za kizalendo anatakiwa asiziandike. Lakini habari ambazo sio za kizalendo amesema ni zile za kuchafua nchi, lakini hajaeleza vitu vingi sana kuhusiana na mtu anajuaje sasa hii ni habari ya kizalendo, hii sio habari ya kizalendo. Akaenda mbali akazungumzia mambo kama kuna mataifa mengine huko uoni habari, lakini ukigeuka kwenye hayo mataifa mengine, kwa mfano Marekani, unaona September 11 huko waandishi wa habari wameichambua. Uchaguzi wa Marekani tumeona mambo ambavyo vyombo ya habari yalikuwa yanachambua, yanatoa tuhuma mbalimbali, mpaka ikafikia kuna mmoja ya mwandishi wa habari au chombo cha habari wameshtakiwa kwamba walisingizia na kadhalika, lakini ni mtu binafsi ameamua kushtaki. Lakini kiwarishia hayo aliyokuwa anatuambia kwamba huko wanachuja, ukitafuta uyaoni. Lakini kikubwa hasemi ni mambo gani anataka yachujwe, ambapo tunatambua mambo ambayo huwa mara nyingi yanapelekea Tanzania kuingia kwenye matatizo ni masuala ya haki za binadamu, ambayo yeye kama Samia yakifanyika hayawezi kuchafua nchi kama hatua na uwajibikaji utakuwa umefanyika. Kwa mfano kwenye bunge la Ulaya wamezungumza paka swala la Mzee Kibao, lakini huyu rais yeye ana report ya waliomfanyia yale matendo Mzee Kibao. Ni rais huyo ambaye ana ripoti ya mambo yaliyotokea Kusini, polisi wakamchoma sindano ya sumu mmoja wa Tanzania. Sasa haya mambo kama ukiyafanya vizuri na ukayashughulikia na yakapungua au yakaisha na ikafanyika hata police reform, kuna haja gani ya sisi kuanza kusumbua waandishi wa habari wawe waongo, waogope cha kuandika, wanaambiwa uwe tu mzalendo, ujue uzalendo wenyewe unaanzia wapi? Ndio maana nasema kuna shida na inaacha maswali ya uelewa na elimu ya rais. Yani unajua mtu kama yeye anapozungumza watu wanategemea hawe na uelewa mzuri, na hivyo wanapomsikiliza wanatambua kwamba huyu anauelewa, na si kwa sababu yeye ana akili sana, ni kwa sababu ya watu walio nyuma yake, mataasisi yote yale yanayomsukuma na kumpatia taarifa. Kwa hivyo anapozungumza anazungumza akiwa ameshiba. Sasa imeacha ukakasi, na kwa kifupi ni kama alikuwa anavionya vyombo vya habari visifanye majukumu yake. Chombo cha habari ni kama copy tu, kitu kimetokea kwenye jamii, kuna mtu amemchinja mtu, wanaandika zile detail fulani amemchinja mtu sehemu fulani, imekwisha. Mapolisi yameua mtu kama hivi, anamngangania Mdude, hataki kumtoa. Chombo cha habari kazi yake tu ni kuandika Mdude alivyopotea kwake, amepigwa nyundo, sijui kuna damu zimemwagika barabarani, kuna gari gani liliondoka naye. Sasa hayo ndio wajibu na msingi wa vyombo vya habari. Bahati mbaya hata mhariri wa jukwaa la wahariri naye anazungumza kama hivyo Rais Samia. Kwa hivyo tuna hatari, kwa sababu ikifika hatua kuna mtu ataiba huko BOT, vyombo vya habari vitaanza kuangalia, je, hili sasa ni la kizalendo au sio la kizalendo? Kuna maafisa wa serikali watabaka watu, wataua watu, watanyang'anya watu mashamba, watanyang'anya watu mifugo. Sasa unashindwa, kwa mfano waziri mkuu kamnyang'anya mtu shamba kwa mfano, unafanyaje sasa hapo? Wewe ni mwandishi wa habari, ukimwandika waziri mkuu umeandika serikali, ukiandika serikali wao wanasema ni nchi, kwa sababu tukumbuke pia kuna kitu ambacho wao wanatupachika, maovu yao wao wanasema ni nchi, lakini serikali sio nchi. Hata hilo ni swala ambalo ni mjadala. Masuala yanayofanywa na serikali au vikundi vidogo havimaanishi ni nchi imefanya. Sisi kama nchi tuna mambo ambayo tunayafanya na yako ndani ya katiba. Mtu akifuata katiba ile ilivyo imenyooka kwa usawa na haki, hayo ndio masuala yetu kama nchi. Mambo mengine yote hayo sisi yanakuwa yatuhusu kama nchi. So nimeona hii nifafanue kwa sababu ni swala ambalo wengi mnaweza mkamelichukulia juu, lakini tuna rais ambaye ametangaza rasmi kuwa dikteta kwa sababu
layer ya mwisho iliyokuwa imebakia ni kufunga kabisa wananchi wasiweze kujua nini kinaendelea kwa hoja ya uzalendo. Tukumbuke kitengo hiki alikuwa nacho Kabudi wakati ule wa Rais Magufuli, na kilikuwa kitengo kinaitwa cha usibagaze nchi. Kwa hiyo kilishai kuwepo, sio swala jipya. Na tunatambua kwamba Kabudi naye ni moja wa washauri, labda ndivyo alivyomshauri kwamba hawa watu wanabagaza nchi na huwa wapendi kuandika kwa Vingereza kidogo hivi, vinawaletea shida. Bunge la Ulaya limejadili Tanzania, mjadala sio mzuri. Tumejadiliwa sawa na Kongo, na kiwarisia sisi tumejadiliwa vibaya zaidi, walau Kongo wana mgogoro ambao unaeleweka, ni wao kwa wao, kutokubaliana, kutoridhika na kadhalika. Lakini sisi tuna serikali inatuua. Wamezungumza swala la Mzee Kibao, namna ambavyo aliuawa tu na rais akaibuka ni kifo. Wamezungumzia swala la Tundu Lissu, kupewa kesi ambayo ina hatari ya yeye kupelekea kunyongwa. Lakini pia wamelalamika kwamba alipoingia Samia madarakani, kumbe haya ma-CCM yalikwenda kule yakawapanga kwamba huyu mama ni mwanademokrasia, mambo yatakuwa mambo ya kidemokrasia, wakaona wampe wanasema benefit of doubt au fursa ya kuprove kwamba yeye haya mambo anayosema ni yenyewe. Sasa hivi wameshashtuka kwamba hamna kitu, yani kwa namna yule mbunge amesema direct, na maana yeye kweli ameumia kwa sababu alimwekea tumaini Rais Samia. Kuna waliosema kwamba wamewahi kuonana na waziri wa mambo ya nje na kumuelezea mambo ambayo anayaona kwamba hayako sawa. Lakini bunge la Ulaya pia limesema Tundu Lissu aachiwe bila masharti yoyote, kwa sababu kesi yake kidogo ni ya kuunga. Wameeleza kwamba balozi zilizopo nchini zifuatilie hii kesi kwa karibu, na kuweza kujua nini kinaendelea katika hizo kesi. Wamesema Tanzania inaweza kajiathiri yenyewe kwa sababu inapokea misaada mingi sana kutoka Jumuiya ya Ulaya, na wao hawawezi kuwa wanasaidia taifa ambalo matokeo yake ni kuua watu wake wenyewe au kukaba demokrasia. Lakini kitu kingine wamesema mambo yanayofanyika Tanzania ni tishio kwa wawekezaji, kwa sababu kama raia wako unaweza kumpa kesi ya uhaini, na maana raia wa nchi nyingine yakija kesho kushoto unaweza mbambika na yenyewe kesi yoyote ile. Sijui kama ma-CCM wanaelewa hiyo, wenzetu wana akili tofauti kidogo. Kwa hivyo hiyo nayo wameizungumzia. Wametoa maazimio haya masuala ya Tundu Lissu ya malizwe, yaishe, lakini pia wamesema uchaguzi ufanyike katika mifumo ya huru na haki. Sasa hapa kwenye uchaguzi huru na haki, sijui kwa nini CCM wana panic. Tayari wamesha panic kuambiwa tu uchaguzi uwe huru na haki. Hakuna mtu amesema usiwapigie kura CCM. Watu wamesema tu uchaguzi uwe huru na haki, basi imeshakuwa shida. Umeshaanza kuwatukana, wanatupangia, wanafanya nini. Sasa hiyo ndio inaacha mashaka hata wanaoenda kushiriki uchaguzi, kwa sababu ukiwarisia inaweka maswali mengi sana. Ukisema tu huru haki, wameanza kuwatukana, hawataki ushoga, sijui ifanya masuala ya ushoga. Sasa tujasikia kwamba wanalazimishwa kuwa mashoga, lakini sisi tulichosikia ni kwamba wanaambiwa wafanye uchaguzi vizuri na wamwachie Tundu Lissu. Yote wameacha, wanakimbilia kwenye mambo yao hayo ya ushoga wanaofanya huko kwa siri, kwa sababu sielewi kwa nini wao wanakurupuka kama ni mambo hawafanyi, lakini wao kikizungumzwa kitu kikubwa na cha maana kuhusiana na taifa, unashangaa mpaka bungeni speaker anaruhusu mijadala hiyo ya ovyo. No reform, no election imeanza, mchaka. H ameonekana huko kanda ya Ziwa. Mapokezi ni ya kwa wananchi kwa kweli, wanaonekana wana hamasa, pamoja na kwamba wanajua kuna vitisho, kuna polisi wengi, lakini tunaona kwamba kuna idadi kubwa ya wananchi. Kwa hivyo tunaona kuna mwamko na kuna hisia za wananchi kuanza kuona hii no reform no election, lakini pia na campaign kubwa ya tone. Hayo mimi ndio nimeweza kuyapata Dada Maria, na nashukuru sana kwa muda. Shukran sana, asante sana Mshabaha. Basi hapo kidogo kuna mambo ulisema nikawa nacheka tu mwenyewe.